Klabu ya Simba ipo South Africa kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa pili wa nusu finali ya CAF Confederation Cup ambao utachezwa siku ya Jumapili kesho, yani kwa maana ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025, mechi ambayo itachezwa na Stellenbosch ya huko Afrika ya Kusini. Sasa Simba hapa katikati pote alipokuwa anacheza michuano ya CAF, kuna viporo alikuwa anaviacha kwa maana ya kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Na hivyo viporo ukiviangalia kwenye fixture jinsi vilivyokaa, ni kwamba Simba kila baada ya siku mbili itabidi acheze mechi kwa maana ya ili kukamilisha ratiba mapema. Sasa nataka nikusomee ratiba za Simba akimalizana na michezo hiyo ya CAF, au akipumzika na hiyo michezo ya CAF akicheza hiyo nusu finali. Akirudi atakutana na hizo mechi za viporo vyake ambavyo aliviacha ili kuweza kukamilisha fixture ya NBC Premier League. Sasa nataka nikusomee tarehe lakini na sehemu ambapo hizo mechi zitachezwa, ndipo baadaye nitakuja kukwambia kwa nini nimekuletea hiki hapa, au ni ugumu gani ambao Simba ataupata ili kuweza kumchallenge Yanga kwenye ubingwa msimu huu tena. Sasa nikianzia raundi ya 21, kwa maana Simba mpaka sasa hivi ana viporo vinne. So ukitoka raundi ya 21 ukiingia kwenye fixture hapa, unakutana na Simba atakiwa acheze na Azam, mechi ambayo walishacheza na ilisha kwa draw. Lakini ukitoka kwenye raundi hiyo, raundi ya 21, raundi ya 22 ambapo klabu ya Simba ilitakiwa iwe mgeni wa Coast Union. Hii mechi pia Simba alishaicheza, tunajua. Sasa kimbembe kinaanzia kwenye raundi ya 23. Kwenye raundi ya 23 ndipo Yanga pia alitakiwa acheze na Simba. Ilikuwa tarehe 8 March 2025. Hii ndo mechi ambayo ilileta kizaazaa mpaka leo hii haieleweki inaenda vipi. Sasa hapo kuanzia raundi ya 24 ndipo mpute unaanzia hapo. Kwanza ni mechi kati ya Simba na Mashujaa, ambayo hiyo mechi Simba atakuwa mwenyeji wa Mashujaa na itachezwa Mei 2, 2025. Hii mechi itachezwa kwenye uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Hiyo ni mechi ya kwanza, ambacho ni kiporo cha kwanza. Anacheza na Mashujaa Mei 2. Ukitoka hapo ukija raundi ya 25, unakuja kukutana na Simba atakuwa mgeni wa JKT Tanzania. Itakuwa Mei 5. Just count from May 2 au from 2nd May mpaka 5th May. Kwa maana hapo ni siku mbili tu ambazo ziko hapo. So tarehe 5 atakuja kucheza na JKT Tanzania kwenye uwanja wa Meja Jean Isamuhyo, ambapo Simba atakuwa mgeni wa JKT. Ukitoka Mei 5 hapo utakuja kwenda mpaka Mei 11, ambapo Simba atakuja kucheza na KMC. Sasa hapa hii mechi kwenye timetable ilikuwa imeonyesha watacheza kwenye uwanja wa KMC Dar es Salaam, lakini taarifa zilizotolewa na KMC ni kwamba hii mechi haitachezwa kwenye uwanja wa KMC, bali itapelekwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora. So hii unaona, ukianza kupiga mahesabu hapa, yani Simba itabidi atoke kwenye mechi na JKT Tanzania Dar es Salaam Meja Isamuhyo, alafu baadaye alitegemea akicheza na KMC kwenye uwanja wa KMC Complex, basi haitakuwa ni ngumu sana kwake hiyo tarehe 11. Kwa maana yake tarehe 5 mpaka tarehe 11 ukae ukihesabu hapo, kuna siku kama 5 hivi, kuna siku kama 5. Yes, inabidi asafiri aende mpaka Tabora ili akacheze na KMC. Utajiuliza
kwa nini KMC mchezo wameukimbiza kwenye uwanja wao ambao ndo uwanja pia wa nyumbani wa klabu ya Simba, wameupeleka Tabora. Maswali utakuwa nayo wewe mwenyewe, ugumu umeshaanza hapo sasa. Sasa Simba akitoka Tabora, akitoka Tabora kwenye mechi na KMC, baadaye itabidi arudi Dar es Salaam tena kucheza na Pamba Jiji, ambaye Pamba Jiji atakuwa mgeni wa Simba. Mechi itachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Hiyo itakuwa ni Mei 8. Hapa kumbe kabla hapa sasa, hii ratiba jinsi ilivyokaa, Simba ana shughuli kubwa Mei 8. Ukitoka Mei 5 mpaka Mei 8 ni siku ngapi hapo? Siku mbili. Itabidi acheze na Pamba Jiji. Simba atakuwa mwenyeji kwenye uwanja wa KMC. Sasa kutoka tarehe 8 ndo hapo Simba sasa itabidi asafiri kwenda Tabora kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi akacheze na KMC. Hiyo tarehe 11 asafiri aende huko. Sasa akitoka huko Tabora itabidi arudi tarehe 14 Mei. Unaona hizo timetable zilivyokaa. Kwanza tarehe 14 Mei itambidi arudi tena Dar es Salaam aje acheze na Singida Black Stars. Tarehe 14 atacheza na Singida Black Stars, mechi ambayo itachezwa kwenye uwanja wa Azam Complex. Uwanja wa KMC Complex, not Azam. Sasa hapa kati kutoka tarehe 14 maana yake atacheza na hao Singida Black Star. Lakini pia kati ya tarehe 16 mpaka tarehe 17 Mei hapa kutakuwa na CRDB Federation Cup semi final. Na Simba yupo, inabidi akutane na Singida Black Stars. Sasa maana yake Simba atacheza na Singida Black Stars back to back baada ya tarehe 14. Lakini kati ya hizi tarehe kutoka tarehe 16 mpaka tarehe 17 kuna tarehe hapa itabidi Simba acheze tena na Singida Black Stars kwa ajili ya semi final ya CRDB Federation Cup. Wakati huo tarehe 18 mpaka tarehe 31 hapa kati Mei 2025, kama Simba atafaulu kwenda fainali za CAF, itabidi acheze fainali kati ya hizi tarehe hapa katikati. Lakini ukitoka hapo utakuja mpaka mzunguko wa 29, ambapo mzunguko wa 29 Simba atakuwa mgeni wa Ken Gold Mei 21. Unaona hii timetable ilivyokaa. Mei 21 itabidi Simba asafiri aende Mbeya akacheze na Ken Gold. Kwenye Ken Gold atakuwa mwenyeji wa Simba. Sasa uwanja atakaochezea bado Ken Gold hawajathibitisha, so manake atakuja kutangaziwa. Lakini akitoka hapo ukija round ya 30 tena Simba atakuwa mwenyeji wa Kagera Sugar kwenye uwanja wa KMC Complex tarehe 25 ndipo Simba atacheza na Kagera Sugar. Wakati pia hapa finali ya CRDB Federation Cup, kama Simba atamfunga Singida Black Stars, maana yake itakuwa tarehe 31 Mei ndipo ratiba inatakiwa iishe, kwa sababu siku zote mechi ya kombe la shirikisho ndio inakuwa ya mwisho. Kwa maana yake tarehe 31 inatakiwa ifungwe, ndio inatakiwa ligi iwe imeisha. So unaona ratiba ilivyokuwa tight kwa Simba, na ni mechi ambazo Simba inabidi ashinde mechi zote ili kuendelea kumfukuzia Yanga ambaye mpaka sasa hivi yupo kileleni kule na pointi zake 70, japo ndio amemzidi hiyo michezo minne Simba. Lakini hiyo michezo minne Simba ambayo amezidiwa itabidi aicheze kwa kila baada ya siku mbili, lazima acheze tena. Inahusisha kusafiri ambako sidhani kama Simba wanaweza wakaretain pointi ambayo imebaki moja na kuweza kufuta hiyo gap ambayo ipo kati ya wao na Yanga, kwa maana ya mechi hizo ambazo wanatakiwa wacheze nazo ni mechi ambazo
yani ambao naiona tu ambao labda rahisi Simba anaweza kafanikiwa labda kusema kuchukua point ni hii na Ken Gold, kwa sababu Ken Gold mpaka sasa hivi ashashuka daraja, so Simba anaweza akajipatia matokeo hata kama Ken Gold atakuwa nyumbani. Lakini hizi mechi zingine zote unaziona jinsi gani zilivyokuwa tight. Ukiangalia KMC ameamua kuichukua mechi kuipeleka Tabora, ana makusudi yake. Lakini Kagera pia naye anataka kushuka daraja kule chini, so mechi hapo bado ngumu. Lakini kuna mechi pia na Singida Black Stars, anaitafuta nafasi ya tatu, bado kuna mechi ngumu. So Simba ni kama ratiba yake ni ngumu sana, lakini sijui itakuwaje. Ngoja tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye viporo vyake hivi. Wakati huo huo, FIFA International Window, dirisha kubwa la usajili litafunguliwa kati ya tarehe 2 mpaka tarehe 10 Juni, ambapo tutaanza kuona sasa mbilinge za usajili zikifanyika. So hii ndo timetable au ni fixture ya NBC Premier League kwa msimu huu mpaka unaisha, labda kama kutakuwa na mabadiliko mengine, lakini fixture ndo hiyo ilivyokaa. Sasa Simba inabidi ajipange kweli kweli